Wakati nimekaa pale na mwenyekiti ameninong'oneza kwamba leo tutafungua foundation, tutazindua foundation yetu ambayo tulikuwa tumeshaanza kuiongelea miaka mingi nyuma. Na mimi kama msimamizi naona iko ni kitu kizuri sana. Kwa sababu sisi kwenye ushirika tuna zile principles zetu 7. Sasa ukiangalia principle namba 7 inasema concerning for the community, ushirika kujali jamii. Na vyama vingi tunajali jamii, lakini tunakuwaga hatuna hata mpango mzuri wa kujali jamii. Wakati mwingine ikiwa mwisho wa mwaka ndo tunaangalia kama kuna kitu kamebaki, basi tunakimbia hospitali tunapeka mashuka 2 matatu, tunakuwa hatuna mpango bora. Yaani vyama vingi hatuna mpango bora. Na hata wasimamizi kuna kipindi tunasema hem tu organize ili kusudi tujali jamii kwa pamoja, lakini unakuta kila mtu kashafanya kivyake. Basi wakati mwingine tunaanza kuchangisha, wakati mwingine tunakuwa kwenye mikutano, dada Lea anaanza kuleta program ya Simba na Yanga ili angalau tupate hela kidogo ya kujali jamii. Kwa hiyo tunakuwa namna hatuna mpango mzuri. Kwa hiyo sasa kwa kuwa na foundation yetu itatusaidia kwanza kuwa na fedha ambazo zitatokana na wafadhili mbalimbali wakiwemo sisi wanachama wenyewe. Si ndivyo jamani Lakini tutakuwa na mpango mzuri wa kila mwaka tunajua tutafanya vitu gani. Si ndio Lakini itatusaidia kulinda mali zetu za chama, kwamba siku ambayo itatokea changamoto kubwa ambayo itatulazimu tujali jamii, hatutaweza kusema tunatoa basi hela kidogo kwenye viakiba au kwenye kafaida ili tujali jamii alafu tutairudishia. Hiko kitu kitakuwa hakuna, si ndivyo Kwa hiyo itatusaidia, tutakuwa na mfuko wetu. Mfuko utaweza kuinvite wafadhili kutoka sehemu mbalimbali, lakini sisi wanachama pia mmoja mmoja ambaye anataka kujali jamii, ambaye ni mwanajamii. Unajua kuna wale watu wanaitwa yani wale wapenda jamii, wanapenda kujitolea. Kwa hiyo atajua kuna sehemu sahihi ambayo ataleta fedha yake kama sadaka ambayo anajua moja kwa moja itaenda kuigusa jamii. Kwa hiyo jamani, kwa sababu leo tutauzindua huo mfuko, niwaombe sana sisi kama wanachama kwanza tuwe ndo wafadhili namba 1 wa huo mfuko. Kwa sababu kuwepo tu huo mfuko alafu tukategemea kale katengo kidogo kanakobaki kwenye budget ndo kaende kawe kana ufadhili huo mfuko, bado hatutafikia lile dhumuni la kuanzishwa kwake. Si ndivyo Kwa sababu dhumuni la kuanzishwa huu mfuko tunataka tuiguse jamii kwa upana zaidi. Si ndio jamani? Kwa hiyo naomba wanachama tuwe royo kwenye huu mfuko ili kusudi kupitia huu mfuko basi Bandarini SACCOS tukaiguse jamii, na wananchi wenzetu wa Tanzania wajue umuhimu wa kuwepo Bandarini SACCOS, na sisi Bandarini SACCOS kuwepo tuweze kuimpact jamii yetu.